Karibu kwa kufika leo, naamini ni siku nzuri na Bwana analo kusudi ya kufika hapa. Kwenye hili tukio la leo, askofu amefanya kitu ambacho ni kizuri sana. Kwa sababu toka tunaanza kuzunguka kwenye kusimika, askofu amesema hatutaondoka kwenye tukio lolote la kusimika watu bila kukumbushana kwa habari ya kuwafikia watu. Kwa sababu ndio kusudi kubwa kabisa na sisi kuwepo. Na namshukuru sana askofu, wote tulipozunguka pamoja na yeye alinipa kibali cha kuzungumza kwa habari ya kushuhudia mtu kwa mtu. Na mimi ninajua askofu ni mhubiri wa miaka mingi sana. Na kwangu mimi ni siri kwenye huduma. Akinipa shuhuda za maeneo aliyowahi kutembea na kufanya kazi, mimi najiona mtoto kabisa kwangu. Kunipa nafasi ya kuongea kiwepo, kwangu mimi naona sio kitu cha kawaida. Kwa sababu ana moyo huo wa kutaka kuachia vipawa vingine pia kufanya kazi. Naomba kumbariki Bwana kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo askofu namshukuru sana kwa kuona kumbe anaweza kusimama mbele za watu na kusema kitu. Naheshimu sana kuwepo kwako leo. Na ninajua kwamba anaposimama hapa ni kwa neema ya Mungu. Kwa sababu Mungu anakuheshimu, Mungu anakupenda. Na situmii nafasi hii vibaya, naitumia kwa heshima na adabu zote, kwamba nimesimama mbele za watumishi wa Mungu walioitwa kwa jina la Bwana. Amen. Amina. Wewe ni mtumishi wa Bwana ulioitwa kwa jina la Bwana kwa kizazi hiki kigumu tulicho nacho. Kwa hiyo hata ninaenda kuongea, naongea na watu muhimu sana kwa kizazi tulicho nacho. Sana. Sababu shuhuda nyingi hazitimwa. Shuhuda nyingi zinakatisha tamaa. Ndio soko lilozunguka haoni kile anachotamani kukiona. Lakini sisi ndio tumewekwa kwenye eneo hilo gumu hivyo, kwenye wakati huo gumu hivyo, kwenye mazingira magumu hivyo. Kwa nini? Kwa nini Mungu atulete kwa wakati kama huu? Bila shaka anajua sisi ndio tunaofaa, wenye uwezo, wenye nguvu katika kizazi kigumu chenye upinzani kilichoshindana. Ametuweka sisi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wewe umewekwa kwenye kipindi kigumu kwa sababu unavyo vitu pia vigumu ambavyo vitakufanya uondoke hapa mji wa Same. Bali utaendelea kusoma katika nafasi yako. Amen. Sasa leo nataka tuangalie ule wito wetu mkuu. Wito wetu mkuu ambao ni kuipeleka Injili. Na tunakwenda kuangalia kitabu cha Mathayo. Mathayo ni kitabu chetu ambacho tutakiangalia. Ile Mathayo sura ya 28, pale ambapo Yesu alitoa maagizo ya wanafunzi kupeleka Injili. Tunasema agizo kuu la kanisa. Agizo kuu la kanisa. Agizo kuu la kanisa Yesu alitoa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 hadi 20. Mstari wa 18 anasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote. Nimepewa mamlaka yote. Jamani, Yesu ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo anayetoa agizo hilo amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa anasema mstari wa 19, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Narudia tena mstari huo, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na tazama mimi, Yesu anasema na tazama mimi niko pamoja na ninyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ukamilifu wa dahari maana yake hata ukamilifu wa miaka, ukamilifu wa siku,
ukamilifu wa nyakati. Hapa tunamuona Yesu akitoa agizo kuu, na ile agizo kuu aliwaagizia wanafunzi wake. Lakini tunajua agizo la Yesu kwa wanafunzi wake ni agizo la kanisa. Maana yake analiagiza kanisa kwamba wakawafanye watu wa mataifa yote kuwa wanafunzi. Hapa ndipo tunaposema hili ni agizo kuu. Wakati Yesu anaondoka duniani, anasema kazi aliyotuachia ni kuwafanya watu wote wa mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu. Maana yake kuhubiri injili kwa watu wote. Mtu yote ambaye amekombolewa, mtu yote ambaye ameokoka, ametumwa na Kristo kwenda kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Na kitu ambacho mimi napenda ujumbe huu haumpi mtu mipaka. Biblia inasema mataifa yote. Maana yake wewe sio mhubiri wa Same tu. Wewe ni mhubiri, unaweza ukaenda taifa lolote, kibali tayari kimetoka mbinguni kwamba nenda popote kahubiri habari njema. Ndio maana kanisa letu la Tanzania Assemblies of God linasema watu wenye wito wa kuwa wamishonari wanaruhusiwa kujitokeza. Na wakijitokeza wakisema mimi nataka kwenda missionary nchi yote duniani, unaruhusiwa kwenda. Unaruhusiwa kabisa. Nenda kafungua kanisa popote duniani, unaruhusiwa. Na kanisa letu linakupa support ya kutosha. Ndio maana unaona tuna mfumo wa kutoa sadaka za mission. Manake tunawasupport wa missionary wanaenda nchi za nyingine za mataifa mengine ya nje. Kwa hiyo hata wewe kama una wito wa missionary unaweza kwenda. Kaenda kufungua kanisa Marekani. Nina dada mmoja ambaye Korongo, yeye ana wito wa kwenda kufungua kanisa Marekani. Na ameshaenda, kishatengeneza miundombinu, nafikiri siku sio nyingi atakuwa kule anahubiri kule. Amen. Na mataifa mengi tu ambayo yanahitaji injili. Unajua Waamerika walituletea injili, lakini sasa hivi umepoa mno. Yaani umeingia imani za ajabu. Kwa hiyo unahitaji workshop. Kwa hiyo mataifa yote, kimsingi ujumbe huu ni wa mataifa yote. Kwa hiyo mataifa yote tunaanza wapi? Tunaanza pale tulipo. Kabla hujafikiria kwenda Marekani, tunaanzia kule Masadani. Tunaanzia wapi? Umesema kuna Marekani nyingine huko. Tunaanza mitaa huko mingi, tunakuja huko stendi, tunaanza pale tulipo. Kuipeleka injili kwa kila mtu. Kuipeleka injili kwa kila mtu. Uzuri wa injili na urahisi wa injili, watu wapo wa kuhubiriwa. Na watu wa kuhubiriwa tayari tupo na tuna washirika wengi. Kwa hiyo Mungu ametupa kazi ambayo inawezekana. Kwa sababu hakuna siku utatoka barabarani usikutane na watu. Mitaa yote unayoiona hii ina watu wapendwa. Kuna watu. Ukienda mchana kuna watu, ukienda jioni kuna watu, usiku pia kuna watu. Kwa hiyo watu wa kuhubiri injili wapo kila mtaa. Ukienda kazini kwako utakuta watu. Ukienda kwenye biashara utakuta watu. Ukienda shuleni utakuta watu. Kwa hiyo watu wapo na wana shida. Jana nilikuwa nawaambia watu waliokuwa usimuone mtu hata kama amevaa vizuri. Wale mabinti warembo wanaosuka vizuri, waliovaa vizuri, usiwaogope, wana shida, wanamhitaji Yesu. Wana mateso, wengine hawalali. Wana mateso, wengine wanabakwa mpaka na mashetani usiku. Yule ukiongea naye atakwambia vitu vya kushangaza. Usiwaone matajiri, wana shida. Wana fedha lakini hawana amani. Wana fedha lakini wana mateso. Nilikuwa nimepanga nyumba moja wakati nikiwa Moshi kwa baba mmoja. Yule baba ana majumba mengi. Lakini mke wake akaniambia siku moja, ndio unaogopa, muombe mume wako. Na mimi nilikuwa namuona yule baba kwa sababu ana magari tena ya kisasa, ana majumba mengi. Yule mama ananiambia muombe mume wako. Nikamwambia mume wako akishika gani? Mbona ana kila kitu? Akasema yule mume wako analala kitandani. Yule mume analala kwenye mkeka. Kwa sababu akilala kitandani anashushwa chini. Kila akilala anashushwa chini. Ameamua achukue mkeka alale chini. Kwa hiyo huyu baba unamuona ana furaha, ana pesa, lakini analala hata kitandani. Sasa nikajiona mimi nalala kitandani. Tajiri kama yule analala chini. Wewe mwenye Yesu una vitu ambavyo hata kama huna fedha, lakini vina thamani, vinakupa amani kuliko hata wenye fedha. Kwa hiyo usijali hali yako, usijali maisha yako, unaweza ukamhubiri yoyote, mwenye cheo chochote, mwenye sura yoyote, iwe ya kutisha, iwe ya upole.
mwenye fedha zozote, unaweza kumwambia mimi ni mtumishi wa Mungu na ninakuletea habari njema na atakusikiliza. Kama watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanachanjwa na ni wasomi na ni matajiri, wanavalishwa hirizi, wewe si zaidi? Amen. Wewe ni zaidi. Nasema wewe ni zaidi. Haleluya. Wewe ni zaidi. Sasa hebu tuangalie tena andiko lingine ambalo ni muhimu, ambalo Yesu alizungumza kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 14 hadi wa 18. Yesu anazungumza. Mnafahamu kwamba Bwana Yesu alitumwa na Mungu kuja kuleta injili ya wokovu duniani. Maana Yesu aliwahubiri watu ili wamgeukie Mungu, na yeye mwenyewe anasema ametumwa na Mungu. Ukisoma Yohana 17 mstari wa 14 hadi wa 18 anasema, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Mtu anapompokea Yesu, uraia wake duniani umehamishwa. Ukishampokea Yesu, ukiokoka, wewe si raia wa duniani. Uraia wako unahamishiwa mbinguni. Hapa duniani unakuwa wewe ni wakili wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo kuanzia sasa, kama umeokoka, uko hapa, ujue kwamba wewe upo kwa sababu tu ya kusudi la Mungu, lakini vinginevyo hauna uraia tena hapa duniani. Maandiko anasema kwamba Maandiko anasema pale tuliposoma, yanasema mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Na ndio maana wakati mwingine tukiwa umeokoka unapata msukosuko, dunia inakukataa. Dunia haikubali. Ukifanya hata vitu, hata ukifanya biashara zikakataliwa, unaweza kuwa unafanya kazi zikakataliwa, unaweza kufanya shughuli zako zikapigwa vita, unaweza ukatafuta afya ukakuta afya inashambuliwa, kwa sababu dunia inaona hustahili kuwepo. Hustahili kuwepo kwenye dunia ambayo wewe mwenyewe umeshaikataa kwamba mimi ni wa mbinguni. Yesu anasema, kwa maana ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao sio ulimwengu kama mimi nisivyo ulimwengu. Sasa anasema, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Mstari wa 16, wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Yesu anatuhesabia sisi ambao tumebaki hapa duniani kama sisi sio wa ulimwengu, kama ambavyo yeye Yesu hapo wa ulimwengu. Sijui kama hili neno unaliamini kwamba wewe si wa ulimwengu kama Yesu ambaye hapo ulimwengu. Tusiamini neno kama tu kwamba mimi sitakufa ndio maana naambiwa sio wa ulimwengu. Hapana, watu wote watakufa. Lakini hao waliomwamini Kristo hawahesabiwi kama ni wa ulimwengu huu, wanao ulimwengu wao mwingine. Anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Neno lako ndio kweli. Sababu hao watu waliobaki wanalo neno la kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, anamwambia Mungu, kama ulivyonituma mimi ulimwenguni, na mimi vivyo hivyo na aliwatuma hao ulimwenguni. Kwa hiyo Yesu alitumwa, alipomaliza kusudi lake, naye akatuma wengine ulimwenguni. Kwa hiyo sasa hivi hapa tunamwakilisha Yesu tukiwa hapa duniani. Wewe ni wakili wa Mungu hapa duniani. Wewe ni wakili wa Yesu hapa duniani. Kwa hiyo unapokuwepo, Mungu anakupa fursa za kupata mahitaji yako, za kupata chakula, za kupata kazi, za kupata mke na mume, za kupata watoto, lakini kusudi kubwa tu ni kwa ajili ya kumwakilisha Yesu. Haya mambo mengine ya kuzilishiwa, kuoa, kuolewa, kupata kazi, kwa sababu kama una kazi ukosa chakula, Mungu anakupa riziki. Lakini usije ukajenga maisha na mfumo wa kimaisha kwamba ile riziki sasa ndio maisha yako hapa. Wewe unapewa hilo tu ili likusaidie wewe kuhubiri. Amen. Likusaidie wewe kuwafikia watu. Kama umepewa gari, nashukuru sana. Nimesikia taarifa hapa kwamba kuna mtumishi yuko tayari kutoa gari lake kwa ajili ya kuhubiri Injili. Tumpongeze kwa makofi. Kama umepewa gari, ni chombo cha nini? Cha kuhubiri Injili. Hata kama kitakuzalishia, ili kikuwezeshe wewe kufanyaje? Kuhubiri Injili. Kama umepewa nyumba, umepata mahali pa kulala, ili ukishapumzika hapo ukitoka ukahubiri Injili. Kama umepewa kazi, utapata mshahara, ukipata katika mshahara uhubiri Injili, kwa sababu hapa sio mahali pako.
ile kazi ya kufanya uishi ili uhubiri Injili. Na kama watu waliookoka hawatajua hili, tutakuwa tumepoteshwa na tumedanganywa. Tupo kwa ajili tu ya ufalme, na tukilijua hili, tunayo maisha ya kudumu sasa na milele na milele. Amina. Lazima tujue kwa nini tupo. Kuna mtu kimuuliza kwa nini upo, anakwambia niko kwa ajili ile. Niko ile. Mwingine niko nasubiri kuolewa. Wakati tunasubiri kuolewa, huku tunahubiri Injili. Wakati tunasubiri kuoa, huku tunahubiri Injili. Kwa sababu kusudi la Mungu sio kuoa wala kuolewa kwa sasa. Kusudi lake ni ufalme wake uweze kuinuliwa, uweze kutukuzwa. Kwa hiyo chochote tunachokifanya kiwe kinatukuzwa na kuinua ufalme. Amina. Sasa Yesu anasema kama alivyotuma, na sisi anatutuma hivyo hivyo. Sasa nataka tumwangalie mtu mmoja ambaye alitumwa. Mtu mmoja ambaye alitumwa alafu hakwenda. Wewe mtu wengine ameshaanza kumjua. Sasa tunaongea na wahubiri bwana. Bado kaangulia pale mpaka hapo utakapoishia. Hapo wanafaa wewe na mtu. Lakini ni historia ya kwanza. Maandiko yanasema basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi mji ule mkubwa ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele sana. Sasa wapendwa, Mungu ni Mungu anayetamani kuona mtu yeyote aliyepotea akija kwake. Na jana niliwaambia wale waliokuwa watumishi jana, nikawaambia mahali popote ambapo Mungu anataka kuleta ukombozi, mahali popote ambapo Mungu anataka kuponya watu, mahali popote ambapo Mungu anataka kuwatoa watu kwenye majanga, Mungu anachotazama cha kwanza, je, kuna mtu ambaye yuko tayari ili aweze kwenda naye? Mungu hawezi kufanya kazi peke yake, anahitaji mtu. Na mahali popote penye mtu wa Mungu, Mungu yuko hapo. Ni yule mtu kujitambua tu, yaani kujitambua tu kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu. Basi Mungu yuko tayari kutenda chochote anachotaka kufanya mahali hapo. Hata kama unakaa mahali penye giza kiasi gani, ukishajua kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu na niko tayari kutumiwa, mwambie Bwana nitumie, atakutumia. Mpaka utashangaa. Kwa sababu Mungu anahitaji mtu. Sehemu zote, soma Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo, Mungu anahitaji mtu. Mungu alipokuwa anataka kutengeneza taifa alimhitaji Ibrahimu ili kutengeneza taifa jipya. Mungu alipotaka kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri alihitaji mtu, akamtafuta Musa. Mungu anatembea na Waisraeli na watu wa kurudisha. Wakipigwa anatafuta mtu wa kuwatetea. Ndio maana tunaona kitabu cha Waamuzi kinashughulika na kuwatetea kwenye shida, kwenye mateso, waliokandamizwa, waliowekwa chini ya mamlaka ya giza. Mungu anakuwa na mkakati wa kuwaokoa, anatumia watu. Tembea vitabu vyote, utaona Daudi anapigana na Goliathi ili kuwatetea Waisraeli. Unamwona Daudi anapigana na Wafilisti ili kuwatetea Waisraeli. Mungu ni mtetezi wa watu waliofungwa, walioteswa. Anahitaji watu. Akikupata ukiwa tayari atakutumia mpaka utashangaa. Na kuna watu wa kila aina, kuna watu wa level za juu, kuna watu wa level za kati, kuna watu wa level za chini. Wote wanamhitaji Mungu. Na Mungu anahitaji mtu atakayekuwa tayari kuwafikia. Wale watu wa chini kabisa, Mungu anahitaji mtu wao, lakini Mungu anahitaji mtu. Na Mungu amempata mtu Samuel. Amempata mtu mahali hapa ambaye anakwenda kumtumia kwa viwango vingine vya tofauti. Kama mtu huyo atajitambua na kusema mimi Bwana niko tayari. Amina. Hili ni kusudi lenye nguvu sana kwa ulimwengu wa roho. Kwamba Mungu anapokuwa na mission fulani, ukakubali kuwa laini na hiyo mission, Mungu anakuona wewe ni wa muhimu na wa maana kuliko watu wote. Sasa tukitaka tuende na Mungu, lazima tuende na kusudi lake. Tukitaka tuishi maisha marefu, lazima tuende na kusudi lake. Tukitaka tufanikiwe, lazima tuende na kusudi lake. Bwana asifiwe. Mungu alipotazama Israeli, akamuona mtu anaitwa Yona. Alipotazama Ninawi, akauona mji uliojaa waovu, kuanzia mfalme wake na watu wake wote. Na wapendwa, niwaambie tu, kilichomfanya Yona akakataa kwenda Ninawi ni uovu wa watu wa Ninawi. Ninawi ilikuwa na watu waovu kuliko maelezo. Na Ninawi ilikuwa ni taifa kubwa, kwa sababu ilikuwa ni mataifa, kwa sasa hivi ni mataifa matatu duniani. Ilikuwa taifa moja kubwa sana.
kubwa sana ambalo lilikuwa limetapakaa, ilikuwa ni Waashuru, ni watu wenye nguvu. Ninawi ilikuwa ni mji tu katikati ya Ashuru. Na taifa hili lilikuwa linapigana na Waisraeli mara nyingi. Walikuwa ni wachokozi, walikuwa na wachokozi wa Israeli mara nyingi. Na walipokuwa wanawakamata Waisraeli au wakiwashika mateka wa Kiisraeli, walikuwa wanachuma ngozi. Wanawachuna ngozi wakiwa hai. Walikuwa ni watu waovu wasiokuwa na huruma. Lakini kuna kipindi fulani walikuwa wanawakamata mateka wa Kiisraeli, wanawapeleka kwenye lango la mji wa Ninawi. Pale kwenye geti wanatengeneza, wanawaangika pale, alafu wanawachoma moto wakiwa. Yaani watu wako hai kabisa, wanawatundika alafu wanawachoma moto Waisraeli. Kwa hiyo Waisraeli walikuwa wanachukia watu wa Ninawi kuliko. Na mtu huyu anaitwa sasa Yona, anaambiwa nenda kawaambie watu wa Ninawi, baada ya siku 40 Ninawi nitaifutilia mbali. Na wakati huo Yona anajua wale watu ni waovu, wamewatendea mabaya, hawafai hata kuishi. Nilikuwa naongea na mtu mmoja ambaye anahisi kwamba kuna mtu anamloga. Nikamwambia muombe. Akaniambia maandiko yanasema usimwache mwanamke mchawi aishi. Okay, niambia ni muombe, mimi labda niseme Bwana ampige afutilie mbali. Sababu anatutesa sasa. Na unajua ndio maana sasa hivi kwa sababu ya uchovu wa kiroho watu wanalaani. Kisikia mchawi, unajua nguvu ya Mungu inapopungua watu wanaanza kufikiria kumuua. Sababu anaona wakiwepo hawana amani. Lakini ukumbuke wokovu ukiwa uko sawa, mchawi hasifanya. Sababu una sababu ya kumlaani. Kumuombea hapo. Lakini wewe mtu akaniambia mimi simuombei, chapigwe na Mungu afilie mbali. Hakuna Mwisraeli kwa kipindi hicho ambacho angemfurahia mtu wa Ninawi. Sababu alikuwa hawana jina lolote zuri. Kwa hiyo Yona alipotumwa kwenda kuambia Ninawi kwamba mji utaangamia, maandiko yanasema Yona hakwenda, ule mstari wa 3. Lakini Yona akaondoka kimbilia Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana, akatelemka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi, basi akatoa nauli, akapanda merikebu aende pamoja na Tarshishi ajiepushe na uso wa Bwana. Lakini Bwana alituma upepo mkubwa baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Huyu mtu ameamua asiende. Unajua mimi nawaambiaga watu, wakati mwingine tunahangaika sana. Tunaomba wakati mwingine, tunafunga wakati mwingine, tunaomba mahitaji yetu, tunaanzisha miradi, tunaanzisha biashara, vitu vingine haviendi. Kwa sababu kama Yesu ametutuma na Biblia inasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, maana yake ana uwezo wa kuamuru dunia ikupe chochote anachotaka. Amepewa mamlaka na yeye ndio kakutuma. Na wewe una mahitaji, unamletea kwa Bwana, naomba. Na yeye amekutuma, umekataa kwenda, alafu unaomba. Kuna majaribu mengine yanakuja kwa sababu hatutii. Kutokutii, ndio maana naambiaga watu usipokuwa makini, utajikuta unakemea pepo ambaye sio pepo, ni yeye mzee wa siku mwenyewe. Unamkemea Mungu. Sababu unakuta hilo shinikizo linatoka mbinguni. Hapa upepo, Biblia inasema kwamba alituma upepo mkuu baharini, upepo. Lakini huu upepo sio upepo umetumwa na mashetani, ni upepo umetoka mbinguni. Unatumwa kumlenga mtu ambaye amekataa kutii. Na ule upepo ulipoenda sio kwamba ulimtikisa tu Yona peke yake, mpaka na wale waliokuwa wamembeba. Lakini anayetafutwa hapo ni mtu mmoja tu. Tikisiko ule unawaathiri watu wengine. Saa nyingine sisi tuliookoka, sisi ambao tumekombolewa na Bwana, tunapokataa kutii sauti ya Bwana, hasa sauti ya kupeleka neno la Bwana, mitikisiko ni mingi wapendwa. Saa nyingine tunapigwa. Kwa sababu gani tunapigwa? Tunapigwa kwa sababu hatuna faida, tumesukumana na dunia. Na tusiposhuhudia neno, tusipopeleka injili, tunapoa. Tunapoa kwa nini? Hakuna upako wa kutuhuisha ili tupeleke injili. Mshuhudiaji yoyote, mtu ambaye amependa kushuhudia, sio rahisi kurudi nyuma, sio rahisi kupoa kiroho, sio rahisi kuhukumiwa na maombi. Mimi nataka nikwambie, utahuishwa, utapewa nguvu, utaepushwa na majaribu, utafanikiwa kuliko viwango unavyofikiri. Kwa sababu unaenda na kusudi la Mungu. Na unapokuwa na hali yoyote, ni rahisi kuziambia mbingu kwamba Bwana, mimi naitenda kazi yako vizuri, kwa nini unaachilia haya?
Lakini sasa kama hauna unachokifanya, unafanana tu na dunia. Hivi niambie tu kwa mfano. Mtu ambaye hajaokoka, anaamka asubuhi, anaenda kazini, analipwa mshahara, anapangia na watoto wake, anajenga nyumba yake, anawaza kununua gari, anawaza si kuwa na watoto wengi, anawaza si kusomesha watoto. Alafu na wewe uliyookoka, maisha hayo unaamka asubuhi, unaenda kazini, unapata mshahara, unanunua gari, unafanya si vitu gani? Vyote vinafanana na yeye. Alafu unaomba wewe Mungu akupendelee, Mungu akulinde, Mungu akupe afya, wewe tu upate vyote hivyo, na yule naye anafanana na wewe hivyo. Sasa Biblia inasema Mungu huwanyeshea waovu na wema mvua. Kwa hiyo hautapata cha ziada, kwa sababu huna cha ziada unachokifanya kinachomfanya Mungu aseme huyu anastahili. Matokeo yake inakuwa ni hukumu, kwa sababu umetumwa kwenda. Nataka niwape ushuhuda fulani. Kwa kweli kushuhudia kunalipa upendo. Kushuhudia kunalipa. Na hatushuhudii kwa sababu tunajisikia. Hakuna mtu anayesikia kushuhudia. Kushuhudia kuna upinzani. Kushuhudia kwanza unapotaka kumwendea mtu unawaza mara mbili. Nimwambie nisimwambie. Na kuna watu shetani amewawekea kinga. Ukimkaribia tu ule uwepo wake tu, nasikia kuyeyuka. Anakutazama unasema wewe ngoja niahirishe kwanza. Nikajipange upya. Sio mchezo. Bali kushuhudia ni kuingia kwenye wingu lingine, unaingia kwenye anga la mtu mwingine. Anaweza kuwa kuhani wa kipepo, anaweza kuwa yeye ni mtumishi wa madhabahu nyingine kabisa. Sasa kuingia pale ni kuingia kwenye ngome. Kwa hiyo hatushuhudii kwa sababu tunajisikia. Hatushuhudii kwa sababu tunapenda. Hatushuhudii kwa sababu tumepewa upako wa kushuhudia au kipawa au karama. Tumetumwa. Mtu aliyetumwa bila sababu mjumbe hawawi. Peleka huo ujumbe akubali asikubali, lakini umefikisha. Amina. Tumetumwa. Sasa wakati fulani nilikuwa naendaga kushuhudia. Nilipookoka tu hivi, naenda kushuhudia. Nilikuwa sina kazi. Kwa sababu sina kazi, naenda tu kushuhudia. Kushuhudia, narudi, kwa nakaa na shemeji yangu. Sasa shemeji ananiuliza, wewe ufanye kazi yako ni kushuhudia tu. Nikamwambia sasa kwa sababu sina kazi, sina sababu ya kukaa tu. Fanya niende tu mtaani niwaambie habari za Yesu. Kwa hiyo nitoka asubuhi, narudi pale nyumbani, nakula ugali kwa shemeji. Alafu naenda kushuhudia. Mwisho shemeji akanichoka. Sababu sina haja ya kushuka tu ile akifunikwa. Tayari umefunguka. Lakini kamwambia Bwana usinitie aibu, maana akienda akilazwa, akiondolewa hapo hajapona na hii nyumba sitaka. Akamchukua ile mama kwa shida akampeleka. Akamfunika. Nikamwambia, akaniambia muda gani? Nikamwambia nusu saa. Wakamwacha pale. Nusu saa ilipoisha, nikamwambia kamtoeni ameshapona. Walipoenda akafunua ile mtoto, akakuta ametokwa na jasho jingi sana. Sasa akasema mbona ametoka jasho? Nikamwambia kamuogeshe. Kaenda kamuogeshe. Wapendwa, tokea muda ule yule mtoto alipona moja kwa moja. Kama aliponiambia kumbe kuokoka hata unapotolalia kina nguvu za Mungu. Mimi nilikuwa nadharau wanokole, lakini kumbe ukiwa nayo uko ndani ana faida. Bwana asifiwe. Nikaonekana kumbe ndio muhimu pale. Yule mama akasema hapa kumbe tuko salama, kwa sababu mimi niko pale ndani. Lakini kilichonipa heshima, napeleka habari njema. Kila siku kwa natoka, lakini Mungu pia hakuniaibisha kwamba kwa sababu natoka niwe na aibu. Nikatengeneza kibustani kidogo, kilikuwa cha mboga za majani. Kibustani tu nikatengeneza pale, nikapanda mchicha. Nilikuwa namwagilia usiku ili watu wasinione. Mchana na wasu na tai naenda kushuhudia. Wapendwa, nilikuwa napata fedha kuliko maelezo. Walikuwa wanakuja matajiri wenye hoteli pale mjini, wanakuja pale na wakatia mboga mchicha. Alafu wanalipa mwisho wa mwezi. Wanakuja kila siku saa 11. Kwa sababu kwa mtu mwingine analima mboga pale mjini, kwani mimi tu. Kwa hiyo wakija asubuhi saa 11 na wakatia wanajaza kwenye mafurushi. Nafunga vifungo. Alafu nawaambia kila kifurushi shilingi kadhaa. Lakini hela wanalipa mwisho wa mwezi. Kwa hiyo niliishi hivyo kwa muda wa mwaka mzima. Napata hela za kutosha. Natoka kushuhudia
namwagilia mchicha usiku, mchana naenda kushuhudia. Mungu aliyabariki maisha yako namna ambavyo sitasahau mpaka. Nilikuwa navaa vizuri, nilikuwa nakula vizuri, nikafanyika baraka kwenye ile nyumba ambayo walikuwa wananidharau, lakini kazi yangu kubwa ilikuwa ni kupeleka injili, kwenda kushuhudia. Mungu akabariki kazi ya mikono yangu. Mungu akanibariki mimi mwenyewe. Fedha zangu zilikuwa ni fedha, nilikuwa napata fedha hizo ni nyingi, ikifika mwisho wa mwezi na shindana na wafanyakazi wale waliajiriwa. Lakini wanafanya kazi ya kutumikia Bwana. Watu wengi walikuwa wanasema jamani, sasa mimi nashuhudia niko kazi ya asubuhi mpaka jioni. Ukipanga ratiba unaweza. Ule muda ukitoka jioni unaweza kushuhudia. Ukipanga mkakati kwamba kwa siku lazima nishuhudie watu 2 3, unaweza. Amina. Amina. Lazima kuwe na mkakati, mwingine na utakaa uhubiri maana mambo ni mengi. Mkakati lazima uwepo. Yona alipotumwa akakataa. Mungu akatuma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, kila mtu kuomba mizimu aliomba, wakaomba kila kitu wakaomba. Nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. Unaweza kupata usingizi lakini bado una kesi na Mungu. Kwa sababu ukaona unapata usingizi mzuri, kesi ipo. Hakuko shwari. Kunakuwa na upepo, kunakuwa na mawimbi, kunakuwa na misukosuko. Wapendwa, lazima tujue mwito wetu. Kanisa litakuwa na furaha na amani pale ambapo litatii wito wa Kristo wa kupeleka habari njema. Na kupeleka habari njema kunaanza na wewe, sio mkutano wa injili. Wewe umepata neno, unamwambia mwingine kile ulichokiona, kile alichokufanyia Mungu, kile ulichokisikia, ndio mwanzo wa kushuhudia wengine. Tunashuhudia mambo tuliyoyaona, tunashuhudia mambo tuliyoyasikia, tunashuhudia mambo Mungu aliyotufanyia, tunashuhudia mambo ambayo tumesoma kwenye maandiko. Ndio tunayowaambia watu wengine. Yesu anaponya, Yesu anaokoa, Yesu anafungua, Yesu za Roho Mtakatifu. Amina. Alafu wakati huo tunazivunja za kazi ya ibilisi ndani ya watu. Kazi hiyo umepewa wewe, lazima uwe na mkakati ukiwa unaokoka. Lazima uwe na mkakati. Mkakati wa kufikia watu. Mungu hajakuweka tu ili uwepo tu, amekuweka kwa sababu anakusudi. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Tuko pamoja. Usikae tu ukawa unasubiri baraka za Bwana. Haziji. Baraka za Bwana zitakukuta ukiwa kazini. Zitakukuta ukiwa kazini. Bwana asifiwe. Wale ambao wanakaa wanaomba tu Mungu awatokee, Mungu watokea watu wakiwa kazini. Anasema mkiyafanya mapenzi yangu, hayo mengine mtazidishiwa. Sasa sisi tunatafuta ya kuzidishiwa. Hatutafuti kufanya yale ambayo tukishafanya tutazidishiwa. Kahubiri injili, fedha zitakufuata. Kahubiri injili, mume atakuja wewe binti. Kahubiri injili, mke atakuja. Kahubiri injili, watoto watakuja. Maana Biblia inasema mkifanya hayo na hayo mengine tazidishiwa. Tatizo tulilonalo sasa hivi hatuamini hata injili yenyewe. Neno limekuwa kama si neno. Ni kwa sababu hatulifanyii kazi. Neno la Mungu haliwezi kuwa dhahiri katika maisha ya mtu kama halitendei kazi. Anza kulitendea kazi leo, ndipo utakapomwona Bwana. Amina. Unajua, labda nikupe ushuhuda mwingine ukusaidie. Jana niliwashuhudia nikawaambia nilipata neema ya kufanya kazi na watu wanaotafsiri Biblia pamoja na kuchapisha Biblia. Na lile shirika ni kubwa sana. Linasimamia Biblia zote duniani. Kuziprint na kuzitafsiri. Wanajiita United Bible Society. Ni worldwide, inafanya kazi duniani nzima. Kwa hiyo lina wajumbe dunia yote. Na ndio linalo control Biblia ili isifanyiwe uchakachuaji. Kwa hiyo Biblia ikitoka, Biblia ambayo sio wale wana vyombo kila mahali pa kuona, pa kutazama, ili usiwe na kitu kinachoingizwa kwenye Biblia ambacho sio. Na ikitokea mtu ameprint Biblia, huwa wanatoa tahadhari kwenye vyama vya Biblia vyote duniani kwamba kuna Biblia inatokea ambayo haiko sawa. Ile shirika lina watu ambao wao kuhubiri kwa injili. Wao kuhubiri kwa injili. Hawahubiri injili tunaohubiri hii. Yaani ni watu ambao wamejipanga kuhubiri injili kwa kuchapisha Biblia na kuzitafsiri kwa lugha zote.
Ndio maana sasa hivi unaweza kukuta Biblia ya Kipare, simeshaona? Biblia ya Kipare, Biblia ya Kigweno, nafikiri Biblia ya Kigweno iko kwenye process. Ya Kipare nadhani ipo, ndio. Sasa hivi wanatafsiri Biblia ya Kichaga, ya Kiroho. Marangu nafikiri tayari. Sasa ile programu ni ya dunia nzima. Sasa niwape tu mfano wa hiyo. Wale ni watu wanasema hivi, sisi tutahubiri injili, hatutaweza kwenda kila mahali. Lakini kwa fedha ambayo Mungu ametupa, tutahakikisha Biblia inasomwa na kila mtu ili injili ifike kila mahali. Kwa hiyo sisi tutatoa mali zetu kusapoti uchapishaji na kutafsiri. Kwa hiyo mtu yuko Marekani anatoa pesa zake, na kuna watu ambao yeye mshahara wake kila mwezi unakatwa asilimia kadhaa, unaingia kwenye hicho chama cha kutafsiri Biblia. Kuna matajiri ambao wamejiweka kabisa kwamba 10% ya pato langu linalozalishwa kwenye kampuni lote liende kutafsiri Biblia duniani na kujulisha. Nikupe mfano wa tafsiri ya Biblia moja tu ya Kiroho ambayo inachapishwa. Kwanza kuitafsiri mpaka kuiprint ikamilike ni shilingi bilioni 7 na milioni 900. Sisi kama mnanielewa. Na hiyo sio naposema ya Kirombo. Kirombo imegawanyika. Kirombo kiko Kirombo cha kinaanza hapa Mamsera kama wale wanaojua. Inakuja kikifika hapa Mkuu karibu na Mashati. Hicho ni Kirombo, lakini wanaongea tofauti. Ukitoka hapo ukienda Mashati, ukienda karibu na Usere ni Kirombo, wanaongea tofauti. Ukitoka hapo ukienda Simba kule Tarakea ni Kirombo, wanaongea tofauti. Kwa hiyo wao kwenye Kirombo kimoja tu ni bilioni 7 na milioni 900 kutengeneza kutafsiri ile Biblia Kirombo kile. Tayari sasa hivi wanatafsiri sasa ya Mashati wanatumia bilioni 9 na point bilioni. Alafu wameshaweka tena project nyingine ya kutafsiri kule kuliko baki. Nimeambiwa wanatumia bilioni 11. Hii ni Biblia tafsiri. Sasa hebu fikiria huyo mtu au watu ambao wanatoa mabilioni. Mpaka unashangaa. Na utasema mchungaji, hizo bilioni zote zinaenda wapi? Wapendwa, Biblia inahakikishwa kuliko maelezo. Kwenye kuihakikisha ndio hela zinatumika nyingi. Sasa kwa sababu nilishaingia kwenye kutafsiri Biblia inaandikwa kwanza kitabu kwa mfano ni wapi. Nazungumza hivi ili ujue gharama ya kuipeleka injili ilivyo. Kama unashindwa kumshuhudia mtu ujue mwenzako anatumia gharama kiasi. Biblia anaandika mtumishi. Unaandika labda kitabu cha Mathayo. Wanakuambia kiandike kwa lugha ya Kipare. Ukishakiandika ukimaliza kusema nimaliza. Wanaitwa watu kama 5 wanakuja kukaa na wewe, unawasomea. Wanaitwa wapare wenzako, unakaa nao, unasoma, alafu wanasikiliza hicho Kipare, wanalinganisha na maandiko. Hao wote wanalipa. Wewe uliandika unalipo, na hao wote wanalipa. Alafu wakati wanakusikiliza unafanya correction, unarekebisha makosa. Ukimaliza wanakuja jopo la watu 30. Na wakati mnarekebisha hapa mtachukua mwezi, lazima mtachukua mwezi. Kila siku mnalipwa. Baada hapo watakuja watu 30, watakaa kuipitia neno kwa neno. Watu hao 30 wanabishana hapo, ile neno sio hapo limepotoshwa. Wanakuja mpaka na wasomi wa Kigiriki, wasomi wa Kiebrania. Kuona hilo neno kwenye original limeandikwaje, liko sahihi. Wanalipwa mwezi mzima, wanawekwa kwenye kambi. Night, kulala, hoteli, zote zina. Wakitoka hapo wanakuja watu kutoka nchi za kigeni. Sio ni mbali. Wanakuja wa Marekani, wasiojua hata Kipare. Wao ni wataalamu wa lugha. Ukisoma tu wanakuambia hiyo lugha mbali. Wanajua. Hapo umedanganya. Na ni kweli. Sababu wao ni professional wa lugha. Wenyewe wanalipwa dola. Hapo wametoka nchi za nje. Wakitoka hapo wanakuja mhakiki mkuu yuko Afrika Mashariki. Anakuja na jopo lake. Wanapitia hao wote wanalipa. Ikitoka hapo Biblia inapelekwa wapi? Inapelekwa Korea. Korea ndio kuna kiwanda kikuu cha kuprint Biblia. Zote tunazoziona. Biblia zichapishwa Korea, alafu zinaletwa. Kule kuna mpango ambao unapoingiza hayo maandiko, unachambua na unasema hapa kulikuwa hamna nukta, hapa koma haipo, hapa hakuweka mabano, irudishwe.
irudishwe. Hapa kuna mstari wa Luka, irudishwe. Hapa kuna neno halipo, irudishwe. Kwa hiyo inarudishwa tena. Ikirudishwa mnakaa tena, mnahakiki makosa yote hayo. Kimaliza inapelekwa kwenye jamii. Yaani wana print tu kama ni kitabu cha Mathayo, kinapelekwa huko mtaani huko. Wanapewa watu hicho kitabu kimoja tu. Wanakisoma alafu wanatoa recommendation zao kwamba kweli hili kitabu cha Mathayo tumekisoma kinafanana kabisa na tunakielewa kwa lugha ya Kipare. Wanapotoa recommendation huko, maana yake mmeprint, mnatumia mamilioni ya hela kuprint ili kupeleka kwa. Kwa hiyo kama ni hapa Same, Upare yote inapewa kitabu hiki. Kwa hiyo mpaka mjemalize kitabu chote cha Biblia ni bilioni 79. Na akichukua mwaka mmoja, miaka mpaka 20. Miaka 20 mnashughulika na hicho tu. Lakini kuna watu wanatoa fedha zao kila mwezi, kila mwaka. Hawakujui, hawajui pale aliyeko huko, lakini wanasema injili ifike pale alipo. Masai aisome, Mchaga aisome, hata Mchaga kama wako wamegawanywa vipande, kila kipande kisome. Na wameenda mpaka kwa Waberberi huko chini huko, wale wa Mangati wametengeneza ile huko. Kwa ile lugha zao nafanya. Msikize lugha zao. Na wenyewe wamepeleka watu kule ili kuhakikisha wale nao wanasoma. Je, wewe ambaye umepewa neno, unalielewa, umepewa watu, unawafahamu, wako mtaani, umeokoka, unashindwa nini kutumia gharama ndogo tu ya kumwambia mtu Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anakupenda, Yesu anaweza kukuokoa, Yesu anaweza kurudisha yale ambayo yamechukuliwa na mashetani, anaweza kukupa amani. Kwa nini tunashindwa? Hebu jiulize tu, kama mtu anatoa hela nyingi hivyo, wapendwa, ni hela za watu zile. Hii Biblia kama ingeuzwa kwa fedha halisi, huwezi kuinunua. Yaani pale unapouziwa Biblia shilingi 17,000, ile Biblia imechangiwa labda 200,000 au 3,000 zaidi. Mimi nimeingia huko nikaona, wapendwa, Biblia ina thamani kubwa mno kuliko maelezo. Kile kitabu kimoja hivi kina thamani kubwa mno. Watu wanatumia mabilioni kuitengeneza na kuilinda ili isichakachuliwe. Sasa imeshafika kwako, unalo neno. Wewe sasa ni kuhamisha tu yale maneno kuyapeleka kwa mtu mwingine. Kumwambia anasema, Yesu anasema, umeshapewa tayari sana. Bwana Yesu asifiwe. Umeshapewa, wenzako wanachangia kwa gharama kubwa mno. Hata hizi mnazoziona soft copy tunazosoma, hao ndio wanaozitengeneza, ndio wanaozifadhili. Kwa sababu wanataka yeyote aliyekona yote apate injili. Unaona wenzetu wanapogharamia, wapendwa, injili ni gharama. Hata kuipeleka kwa mtu ni gharama. Lazima na sisi kwa kiwango chetu kidogo, na sisi tujitahidi tupeleke. Tutumie muda wetu hata ni mdogo tupeleke. Hata kama ni jioni tupeleke. Kwa mbinu yoyote tupeleke. Tuwaambie watu habari njema. Maana ndio wetu, ndio maana tupo, ndio maana tunaishi, ndio maana Mungu anatulinda, kwa sababu ana kusudi na sisi. Unanielewa mtumishi wa Mungu? Mungu ana kusudi na wewe. Mungu amekuweka kuwa wakili. Wewe unamwakilisha Mungu hapa duniani. Unapokuwepo hapa duniani ndio Mungu yupo. Mahali unapofika ndio Mungu amefika. Hakuna Mungu mwingine atakayetokea. Hakuna malaika atakayeshuka. Yesu haji tena. Paulo haji tena. Petro haji tena. Petro wa leo ni wewe. Paulo wa leo ni wewe. Yona wa leo ni wewe. Hawaambie waliopotea. Hawaambie walioshindwa kumcha Mungu. Yuko Mungu aliye hai. Yuko Mungu anayefungua. Yuko Mungu anayeponya. Wewe ndiwe ambaye Mungu amekuweka kwenye kizazi chetu kupeleka habari njema. Haleluya. Wewe ndiye Paulo wa leo. Mahali ulipo lazima utikisike. Mahali ulipo lazima wajue yuko Mungu. Mahali ulipo lazima wajue kwamba yupo. Mahali ujue kwamba Mungu anasema mpaka leo. Mungu anatenda mpaka leo. Na Mungu amewekeza sana ndani yako. Ndani yako kuna vipawa. Hapa unapowaona watu wana vipawa vya kila aina. Wana karama za kila aina.
wana ufunuo wa kila aina. Mungu amewatengeneza kwa miaka mingi wawe vyombo vinavyomfaa kwa kila kazi iliyo njema. Wewe umetengenezwa, wewe umeandaliwa. Wengine hapa ni washirika wa miaka mingi, umepikwa sana kanisani, umeenda sana kanisani, umefundishwa vingi kanisani, lakini kazi moja bado hujaanza kufanya. Sasa ni wakati wako wa kuanza kusema, kuanzia sasa nakata shauri upya kumtumikia Bwana. Kumtumikia Bwana, anza na majirani, anza na vijana, anza na wababa, anza na wamama. Wale ambao wanakuja mbele yako, hao ndio watu ambao Mungu amewaleta wape habari njema. Amina. Kuanzia kwenye kanisa unaloabudu, mtaani, mahali unapoenda, weka kama kila sura utakayokutana nayo taiambia habari njema za ufalme, kwa sababu hapa duniani mimi ni wa kiroho. Amina. Kuna wakati fulani nikakata shauri, nikasema, wakati nilikuwa nasoma Dodoma, nilikuwa na safari nyingi sana za kwenda Dodoma, nikasema kuanzia sasa Kristo lazima sijulikane kwamba kuna nuru. Nyumba za Wakristo lazima ijulikane kwamba kuna nguvu ya Mungu. Nyumba za Wakristo lazima siwe na maombi. Nyumba za Wakristo lazima hata akija mgeni aone kwamba nimeingia mahali pa tofauti. Kwa nini? Pana nguvu ya Mungu. Hiyo nguvu inatokea wapi? Inaanzia kwenye ushuhuda wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi wapendwa kuwa na kanisa ambayo watakatifu waliokuja kanisa wanaishi kama wapagani kwa zile nyumbani kwao, halafu wapeleke injili hawataweza. Tunaanza pale nyumbani, Yerusalemu yetu. Hata watoto wajue kwamba tumeokoka. Amina. Watoto wako wajue tumeokoka, na tuanze kuwafundisha watoto wetu pia hata kushuhudia, sababu wanaenda shuleni, wanaenda wapi, wajue kuomba, wajue kushuhudia. Sisi tunafahamu uzao wetu umetokea kwenye uzao wa Kiyahudi, ndio asili yetu. Sisi tumejiunganisha nao. Biblia inasema sisi tulikuwa mzeituni mwitu, tukapandwa kwenye mzeituni halisi, lakini sisi hatukustahili hata kumuita Mungu. Sisi tulikuwa tunaitwa watu wasiokuwa na Mungu duniani. Na ndio maana Waisraeli walikuwa wanatuita sisi ni nani? Mbwa. Walikuwa wanatuita nguruwe. Unakumbuka yule mama mmoja ambaye hakuwa Myahudi, alipokuwa anamuomba Yesu aponye mtoto wake. Yesu alimwambia, siwezi kuchukua chakula changu nikawapa mbwa. Yule mama akasema, Bwana, hata mbwa wanaokota makopo chini ya meza ya bwana wao. Kwa nini? Yule mama hakuwa Myahudi, na kwa asili Wayahudi walikuwa hawahesabu watu wengine kama ni watu. Ndio maana unasoma Mathayo anasema, pelekeni injili kwa viumbe vyote, kwa sababu hao viumbe ni nani? Watu wengine walikuwa hawahesabiki watu, walikuwa wanahesabiwa ni viumbe, kwa sababu ni nguruwe, ni mbwa. Sikiliza wapendwa, hatukuwa na haki ya kuwa watu tuliookoka. Sisi tulikuwa ni wapagani wasiokuwa na Mungu duniani. Tumepata nafasi kwa neema, na kwa sababu hiyo lazima tuitumie. Tumwambie Mungu, hii nafasi ulipata kwa neema. Kwa hiyo sasa Bwana, tunaitumia, tunapeleka injili. Amina. Tunapeleka injili, tunawashuhudia watu, tunawaambia watu habari za Yesu. Tuanze sasa. Amina. Tuanze sasa. Hatujachelewa bado, Mungu anatupa nafasi ya kushuhudia. Anza kupanga mkakati wako moyoni kwamba kuanzia sasa ina mkakati wa kushuhudia injili. Iwe ni usiku, iwe ni mchana. Mungu akimleta mtu mbele yangu, nitamwambia habari za Yesu. Tunaweza tukaanza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukaanza. Wangapi wanasema tuanze? Amina. Mimi nilipoweka wakati kwamba nikisafiri nitakuwa nawashuhudia watu, nilianza kufanya hivyo. Nikikaa hivi sasa, kuna wakati ukisema hivyo unaletewa mtu ambaye mpaka utamwona. Siku moja nikaketishwa na jitu moja hivi, tumeshakutana wote sasa tunaoshangaa. Kwa hiyo tukatembea hivyo, mwezi amini tumefika kwenye kona za Babati. Kona pale. Mzee yuko hoi. Namwambia sasa, bwana, hata kwenye gari Yesu yuko. Kama una ujasiri bila kuongoza sala tu hapa. Akageuka kulia kushoto, akaniambia, wewe omba tu. Nikamwambia, siombi tu, na kuongoza utanifuatisha. Sikuamini macho yangu, jitu lote lile linasema, Bwana Yesu, hivi ni mwenye dhambi. Alafu kwenye basi, alafu abiria waliokuwa nyuma wanageuka, kuna nini huko nyuma? Wanamkuta mzee amefunga macho, anasema, Bwana Yesu, hivi ni mwenye dhambi. Mimi mwenyewe nasema, hivi kweli kumbe inawezekana Bwana Yesu? Jitu kama hili naogopesha hivi, ninakupokea kabisa. Nimejaribu tu, kumbe imekuwa kweli. Tunafika Dodoma, ameshakuwa rafiki, amechukua namba zangu za simu, na nimekaa muda juzi akanitumia text.
Anataka bwana unaendelea. Nikafurahi kweli. Wewe unaendelea kanisani au umeanza? Akaniambia mimi naendelea. Nimeokoka naendelea kwa sasa kanisani. Mara ya pili nimemshuhudia dada mmoja, nilienda kama na binti mmoja, nikamshuhudia niko. Mara ya tatu nikamshuhudia mfanyakazi mmoja kwa mfanyakazi wa benki Dodoma, akampokea Yesu kwenye gari. Kwa kumbe nikamwambia injili ni wewe tu ufungue kinywa uzungumze kwa watu wao wanapokea. Haijalishi kuna mtumishi mmoja alisema nimetumisha watu kila wiki lakini hawaji kanisani. Hiyo haijalishi. Mungu huwa anataka upande mbegu. Ile mbegu itaota. Kuna watu wanakuja kanisani leo wala hatujawashuhudia, lakini ukiongea nao kwamba niwewe kusikia injili kwenye mkutano, niwewe kusikia injili kwa mtu mmoja, niwewe kushuhudia na mtu mmoja nikakataa. Hata rafiki yangu alishuhudia akasema niwewe kushuhudiwa nilikuwa natoa shuhuda. Akakataa, lakini baadaye kazi yetu ni kupanda. Anayekuza ni Mungu mwenyewe. Lakini tuipeleke injili. Ila kung'ang'ania kwa viwango ambavyo ni kama vile hatutakuwepo kesho. Tukifanya hivyo Bwana ni mwaminifu na atatukuza na atatuponya na atatubariki. Tutakuwa sio watu wa kulialia. Maana kanisa la kwanza wakati ulikuwa wanahubiri injili usiku na mchana, Biblia inasema kanisa likapata raha. Na wewe soma kitabu chote cha Matendo ya Mitume, ni injili tu mwanzo mwisho. Kanisa la kwanza kazi yake ilikuwa ni hiyo, kuhubiri usiku na mchana. Ukiona mashindano yote ya Paulo, mashindano yote ya Petro, magereza yanafunguka, malaika wanashuka. Nini kilikuwa kiko pale? Injili. Injili ilikuwa inatembea. Ndio maana na kanisa la kwanza kwa sababu ya injili, miujiza ilikuwa ni mingi mno. Huku sasa hivi miujiza imeisha. Kwa sababu gani? Hakuna injili. Na miujiza iko wapi? Iko kwa watu waliofungwa, iko hapo shetani ameweka ngome, iko magereza alipo. Ili ya magereza yafunguke lazima kutokee mtu. Naona Paulo na Sila walipoingia gerezani, nini kilitokea kwenye ile gereza? Milango ilifunguka. Lazima tuingie kwenye magereza yaliyowafunga watu, milango ifunguke, watu wabarikiwe, watu wainuliwe, watu waponywe. Maana sisi ni mawakili wa Mungu duniani. Haleluya. Simama pale ulipo tumwite Bwana. Tumwambie Bwana tumekata shauri. Bwana tunaanza leo. Bwana tunaanza sasa. Na kila ngome cha kubomoa milima, cha kuharibu ngome na kuta za shetani. Bwana nipe upako usio kwa kawaida. Nataka kuanzia leo na ijulikane kwamba wewe ni Mungu. Ndio maana tunamwona Elia alipokutana na Mabaali, Mungu alidhihirika. Maana Elia alitaka kuondoa uovu katika nchi. Na wewe ndivyo ambavyo Mungu amekuweka. Na kwamba kwenye kizazi hiki wewe ndiye ambaye atakutumia. Wewe ndiye ambaye atakutumia kubomoa kuta, kubomoa ngome, kubomoa roho za mizimu, kubomoa roho za laana zilizowafunga watu. Watu nao kutana nao hata kama ni marafiki zako, wamefungwa vifungo, wanahitaji mtu. Wanahitaji mtu kuwafungua. Na Mungu amekuweka mbele ya watu unaowajua ili uwasaidie. Ni wewe utakayewaridhisha watu wa Mungu ile ahadi ya wokovu. Mungu amekuweka wewe. Hebu kila mmoja aende mbele za Bwana ajiweke wakfu. Amwambie Bwana, ninakuhitaji. Kama umepungukiwa na nguvu za Mungu, mwambie Bwana nijaze tena. Nijaze na Roho wako Mtakatifu kwa sababu nataka kukufikia. Paza sauti yako mbele za Bwana. Paza sauti yako mwambie Bwana, Bwana ninakuja kwako. Kama umerudi nyuma mwambie Bwana, naomba unitoe kwenye hiki kifungo. Kama umeshakuwa mtenda dhambi mwambie Bwana, ninatubu leo, nataka kuja kwako. Nataka uniwishe Bwana. Unitie nguvu kwa upya tena. Uniwezeshe tena. Baba, tunakuja mbele za uso wako. Tunakuja kama kanisa. Tunakuja kama mtu mmoja. Tunaomba neema yako Bwana. Ikasimame na mtu mmoja. Ikasimame na aliye dhaifu. Ikasimame na aliyekata tamaa. Ikasimame na aliyefungwa. Ikasimame na ambaye matumaini hayapo tena. Kamlete tena. Kamrejeshe tena kwako. Wainue watumishi wako wa kiume na wa kike. Kainue watumishi wanaowaka moto wa injili. Kainue watumishi ambao mlipuko wa nguvu kwa za kawaida zinakwenda kutokea kwao. Bwana, tokee mwanamke huyu, tokee mwanaume huyu, tokee binti huyu, tokee kijana huyu. Onekana Mfalme, onekana Jehova, onekana kwa majeshi. Pita katikati yetu, pita ukihuisha, pita ukitenda, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Asante kwa sababu unatutia nguvu. Asante kwa sababu unatuwezesha.
Asante kwa sababu utatuwezesha. Asante kwa sababu utatuwezesha. Wewe umeshinda Yesu, nasi tutashinda, nasi tutashinda, kwa maana wewe ni Mungu mwenye nguvu. Lihimidiwe jina lako, lihimidiwe jina lako, lihimidiwe jina lako. Wewe ni Bwana, wewe ni Mfalme, wewe ni Mwokozi, wewe unaishi, wewe ni tumaini, wewe ni nguvu yetu na amani yetu.